Subhanahu wa ta'ala. Tumesikia tafsiri ya Qur'ani katika suratul Ahzab, na sasa ni kipindi cha maudhui mengineyo. Na katika maudhui yetu siku ya leo tutaangalia masala ya mahakama na chini ya unwani ya haki, sheria na uadilifu. Haki, sheria na uadilifu. Ili kuzielewa hizi zitu zitatu, tutaiangalia mahakama kwa mfumo wa mahakama za Kenya, tukiilinganisha na mahakama za Mwenyezi Mungu, mahakama ya siku ya Kiyama. Tuangalie za mahakama zetu zapelekwa kwa mfumo gani na ni mfumo gani. Manake kama Waislamu ultimately tutakapokufa ni imani yetu kwamba ni lazima tutakutana na Mwenyezi Mungu na ni lazima tutasimamishwa katika Kiyama. Lazima kutakuwa kuna hesabu, tutahesabiwa na kutakuwa na mahakama, tutasimama siku ya Kiyama, ambayo kwamba hiyo ni moja katika imani. Wewe huwezi kuwa ni muumini kama huamini kuna siku utakuja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu uhesabiwe matendo yako. Na sisi kama wanadamu, ni maumbile ya mwanadamu apenda ukubwa, apenda power, apenda kupata. Na katika kupenda kwake ukubwa, power, kuwa na satwa na kupenda kwake mali na vitu vya kidunia, hupelekea binadamu akakosana na wenzake, kukawa kuna migogoro kati ya mtu na mwenzake. Na ndiyo ni lazima sasa kuwe kuna system ya kutatua migogoro kama ile. Hii tabia yetu wanadamu ni kuanzia sisi hatujaumbwa tayari, ilishakuwa ishatabiriwa kuwa tutakuwa ni watu wa shida wa matatizo. Katika Qur'an, Mungu alivyotaka kumuumba mwanadamu akawaeleza malaika, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaika walimwambia Mwenyezi Mungu, wajalia katika ardhi, wataka kujalia watu ama viumbe watakaokuja kufanya ufisadi katika ardhi na kumwaga damu katika ardhi, wakati sisi tuko malaika twakuabudu, twakutii. Lakini Mwenyezi Mungu aliwaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua ninachokifanya. Mwenyezi Mungu akatuumba. Na maumbile ya mwanadamu, nafsi ya mwanadamu mara nyingi iko katika kuwa huru, haitaki kuwekewa sheria, haitaki kukabwa, yataka uweko free. Nafsi yapenda kuwa free, haitaki kuwekewa vikwazo. Shida tu ukikosa kuikontroli nafsi inakuwa free, inakuwa huru, mwisho inakushinda kuidhibiti. Kwa mfano, ukiweko pahali uambiwe kuna milango 1000 umeatiwa wazi, lakini kuna mlango mmoja tu umefungwa, uambiwe upite kwa mlango wowote katika ile milango iliyoko wazi. Milango 1000 hiyo iko mbele yako, mmoja ambao kwamba umefungwa, pita kwa mlango wowote ulioko wazi. Nafsi yako wewe automatic, kwa maumbile yako ya binadamu, lazima utakujua huu mmoja kwa nini umefungwa, kwa nini mimi nisipite kwa hunu mmoja. Nafsi ya binadamu, saikolojia ya nafsi yatembea kinamna hiyo. Basi kuna wengine watata milango yote watakwenda kupita kufungua ule uliofungwa, wapite kwa hapo. Ni kama kwa mfano binadamu wa kwanza alipoumbwa, binadamu wa mwanzo, baba yetu Nabii Adam
na Hawa, mama yetu Hawa, walikuwa peponi kabla ya kuletwa ardhini. Pepo twaiua, kila kitu kiko ndani ya pepo, hakuna kisichokuweko ndani ya pepo. Wakaambiwa fanyeni mutakalo peponi, kitu chochote mutakacho ndani ya pepo mko free, hakuna mwenye kuwauliza fanyeni lolote, ila huno mti mmoja musiudare, musile tunda lake, musifanye kitu chochote katika huno mti mmoja. Matokeo yake yalikuwa hii, nafsi sasa iliingilia hapo na vishawishi vingine vikaja vikaingia, ikawa ubinadamu na mwanadamu kawa ndio wa kukiuka ile amri. Mti ukadarwa, tunda likaliwa, yakatokewa, binadamu akashukishwa zake ulimwenguni. Kwa hiyo katika masala ya nafsi ya binadamu hivi ilivyo, na tabia ya mwanadamu kutaka kila kitu, sangine hata hataki kwa njia za sawa na za halali. Wewe binadamu ataka kupapia tu, za kuchinja, za kunyonga, za aina yoyote, wewe bora tu uwe umepata. Hutaki kujua ni riba, hutaki kujua si halali yako, wewe wataka kwa njia yoyote. Sasa kwa namna hiyo ndio mfumo umekuja kutuwekea, ni lazima ikiwa binadamu wako namna hii, basi katika maisha yao lazima kutakuwa na migogoro na kuzozana. Kwa hiyo lazima tuwaekee mfumo, atakuwa binadamu wakienda wakitatuliwa matatizo yao. Ndo hayo sasa matatizo, ndo mfumo wa mahakama unakuja kuingilia pahali mtu umekosana na mwenzako, hutukui hatua kwenye mikono yako, waambiwa upeleke malalamishi yako, ambao na yule mwenzako naye atakuja kuitwa, nyote musikilizwe na itolewe hukumu, ni nani kati yenu uko sawa na ni nani kati yenu ambao kwamba uko kwenye batil. Sasa kama tulivyosema, duniani tunao mahakama, tuna system za mahakama, lakini mahakama ya ukweli na ya usawa yatusubiri baadaye, ambapo kwamba kwa dalili ya aya ya Mwenyezi Mungu anasema wanadha'u almawazina alqista liyaumi alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Mwenyezi Mungu asema, na tumeweka mizani za haki na uadilifu siku ya Kiyama, wala hakuna nafsi itakuja kudhulumiwa siku hiyo. Kwa hiyo katika mahakama na katika sheria zetu za Kenya, ukiangalia kifungu cha katiba kuanzia kifungu cha 160 mpaka 170, kuna mahakama tofauti ambao kwamba zimeundwa. Hizi ni mahakama za kusikiliza kesi kati yetu sisi kama wananchi, kama raia wa Kenya. Mahakama zimegawanyika sampuli mbili. Kuna zile zaitwa superior court na zingine zaitwa subordinate court, yani mahakama za ngazi za juu, kisha kuna na mahakama za ngazi za chini. Wewe ukiwa una kesi, huwezi tu kuinuka moja kwa moja tu uendelee mahakama ya juu zaidi. Mimi na wewe tumekosana, sasa hivi nimekujipia simu yako, mbio umetoka enda kunipeka mimi Supreme Court. Haiendi hivyo. Kesi yaanza kwa mahakama ya chini. Ile mahakama iliyoko chini ndio inaanza kusikiliza kesi hapo. Kama hukuridhika na uamuzi wa ile mahakama ya chini, sasa ndio wapanda juu, na kila kesi ikienda, kama hukuridhika nao wapanda tena juu mpaka itakapofika hiyo Supreme Court. Katika mahakama za chini ni mahakama zile za mahakimu, zaitwa magistrate court. Hizi ni mahakama ambazo kwamba zasikilizwa kesi za jinai, huyu amempiga huyu, ule amemuua yule, yani criminal cases. Kesi ambapo kwamba za kukosea, umekosea sheria ya nchi, umeua, mambo ya uvamizi wa kimabavu, mambo ya ubakaji, zile zinaitwa makosa ya jinai. Hii ni criminal cases, zinakwenda kwa mfumo wa wale magistrate, mahakimu, ambao kwamba hao ndio wana uwezo wa kusikiliza kesi yako na wakatoa
hukumu. Pia hiyo ni moja katika mahakama za chini. Mahakama hizi pia zina uwezo wa kusikiliza madai kati ya watu. Yaani wewe hukuikosea nchi, kuna makosa waweza kufanya ni makosa ya jinai, huwa umeikosea nchi. Kwa mfano, wewe ukivuta bangi, mimi sitakujua, hujanikosea, lakini umekosea sheria ya nchi, ni nchi ndio itakayo kushtaki. Lakini wewe ukija kunipokonya kitu changu, huwa umenikosea mimi. Ama wewe umenipa kazi, nimekufanyia kazi yako, kunilipa umekuwa unipeka huku na huku. Ama umekuja kwangu kwa uzuri, umenitia boksi vizuri nikukopeshe, takulipa kesho kutwa bwana, mambo tu kidogo, senti zangu nitazipata kesho. Nikisha kukopesha sikuoni tena, na imekuwa sasa hata salamu yangu hutaki. Sasa ile nayo pia mahakama zinaingilia, hizi mahakama za mahakimu za magistrate. Alafu pia katika mahakama ya level za chini ni mahakama za kwa kadhi. Mahakama za kwa kadhi ni level moja na hizi mahakama za magistrate, lakini mahakama za kadhi zinasikiliza kesi maalum, masuala maalum. Kwa mfano, inasikiliza mambo ya kesi za ndoa, kesi za talaka, kesi za mirathi, mambo ya wirathi. Kama ustadhi alivyotuambia katika kutafsiri Qur'ani, ikiwa kuna mume na mke wamekosana katika ndoa haiwezi tena, haina tena future, hakuna tena mahaba, mwanamke ataka kuwatwa, wewe mume hutaki kumwata, ule mke ana haki ya kwenda kwa kadhi ili kudai kadhi aingilie, mimi simtaki tena huyu mwanamume, ama huyu mwanamume unitesa, unifanya yao, kwa hiyo naomba uniatishe. Ndo kadhi pale atasikiliza pande zote mbili na atatoa hukumu yake. Hizi ni katika mahakama za chini, ziko nyingi. Kuna tribunals, mambo za makodi, kuna zingine zaitwa small claims, kesi za madeni. Alafu sasa kuna na mahakama za juu zinaitwa superior court. Mahakama za juu ni 3. Ya kwanza, level ya kwanza ambayo ya chini yaitwa high court. High court ni mahakama ambayo kwamba inasikiliza kesi zote za mambo ya ukiukaji wa haki zako za kikatiba. Wewe una haki ya kuwa na uhuru ya kutembea, uweze kutembea, usalama wako. Sasa unapokosewa haki zako za kikatiba, ni high court ndio yenye kuamua ni kweli wewe umekiukiwa haki zako za kikatiba, na ni vipi utafidiwa kwa kukiukwa haki zako. Hiyo ni high court. Katika high court kuna koti zingine zinaitwa ELC, na upande mwingine kuna koti zinaitwa ELRC. ELC ni Environment and Land Court. Ni mahakama hizi mahsusi kwa kesi zote za mambo ya ardhi. Kesi za ardhi huipeki tu katika kesi yoyote, una kesi maalum utapeleka hapo, na iko level moja na level ya high court. Alafu pia upande wa pili inaitwa Employment and Labor Relations Court. Hii nayo ni mahakama inasikiliza migogoro kati ya muajiri na muajiriwa, employer na employee. Mtu amekuajiri kazi, wewe na bosi wako kazini, kama ni serikali imekuajiri, kama ni kampuni imekuajiri. Sasa kama kuna migogoro, aidha ni haki zako uzipati pale kazini, basi malalamishi yako unayapeleka kwa ile mahakama. Juu ya high court kuna mahakama inaitwa Court of Appeal. Yaani hii inaitwa mahakama ya rufaa. Hii ndio mahakama inayokata rufaa. Yaani kama hukuridhika na uamuzi wa hizi mahakama za chini, unakimbia. Kama kesi imetoka aidha ni kwa kadhi, hukuridhika na uamuzi wa kadhi, ama hukuridhika na uamuzi wa hakimu magistrate, basi utakwenda high court. Kesi yako kwanza utafanya appeal, utakata rufaa kwa high court. Ile high court nayo itatoa uamuzi wako. Kama bado huyaridhika, ama high court sasa imekupa wewe haki, ule mwenzako amenyimwa, ule mwenzako bado hakuridhika, ana uwezo wa kupanda mahakama ya juu zaidi ambayo inakuwa ni Court of Appeal. Court of Appeal
inasikiliza tu, inaangalia tu sheria zaidi, inaangalia je, ule uamuzi kufikiwa sheria ilifuatwa ama haikufuatwa. Haiangalii story nyingi, wala haiitishi mashahidi wala nini, inaitisha tu ile file. Wewe ukipeleka apili yako kule, ni file itaambiwa ije kutoka mahakama ya chini iletwe pale, ile mahakama itazingatia file, itasikiliza na maoni ya mawakili, kila wakili aongee kivyake, wote itafanya maamuzi kwa mujibu wa sheria. Je, hii ni mahakama ya chini ilifanya haki, uamuzi wake uko ndani ya vipimo vya kisheria ama ilikiuka sheria? Alafu ya juu zaidi ndo Supreme Court. Supreme Court nayo pia haisikilizi kesi yoyote. Mambo ya kujepewa nguo kambani haziendi Supreme Court. Mambo ya kesi ndogo ndogo haziendi Supreme Court. Moja katika kazi kubwa ya kikatiba ambapo kwamba ndo kazi imeundwa Supreme Court ni kusikiliza utata wa kesi wanaozozania uamuzi wa ni nani aliyechaguliwa urais. Kukipigwa kura za urais, ikiwa kuna utata, wewe umeshindwa kura ya urais, basi kesi yako utoipeleka kwa kadhi wala kwa mahakimu, unafaa uipeleke kwa Supreme Court. Supreme Court inasikiliza appeal, zile rufaa za kutoka mahakama za chini, lakini si kila kesi huenda Supreme Court. Lazima kwanza iwe certified, lazima ihakikiwe ile kesi yako kama ipite iende juu ama iende isikilizwe na Supreme Court ama haina haja ya kusikilizwa. Kwa maana kama ulifanya kesi kuanzia mahakama ya hakimu chini, magistrate, ukashindwa, ukaenda high court, umeshindwa, umeenda court of appeal, umeshindwa, sasa wataka kwenda tena na Supreme Court. Kuna mtu pale ambao kwamba kazi yake ni kuhakikisha kila kesi ambayo kwamba itapanda juu ama haitopanda juu kusikilizwa huko juu. Kiufupi, hizo ndio mahakama ambapo kwamba tuko nazo katika system zetu za Kenya. Sasa tuangalie tofauti ya mahakama zetu katika mfumo wa Kenya na mahakama ya Mwenyezi Mungu ambapo kwamba aliyeka ni yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika tofauti ya kwanza ni wale wenye kuhukumu, wale majaji. Katika mahakama zetu majaji ni binadamu, zinahukumiwa na watu ambao kwamba ni binadamu, ni mimi na wewe. Ni mtu alikwenda akasomea sheria, aka-apply kazi ya kuwa jaji, akapewa ule wadhifa, akaanza kusikiliza makesi na kutoa uamuzi. Na ule kadhi kwa ule ubinadamu, na ule hakimu ama ule jaji kwa ule ubinadamu wake aweza kufanya makosa katika kutoa kwake hukumu, aweza kufanya makosa, aweza akapewa ushahidi ambao kwamba ni wa kiurongo, kukaletwa mashahidi wa kudanganya, akafuata ule ushahidi ambao kwamba uko mbele yake, akatoa hukumu ambao kwamba ile hukumu inakuwa ni ya makosa. Lakini katika mahakama ya Mwenyezi Mungu si hivyo. Mahakama Mwenyezi Mungu yeye jaji ni yeye mwenyewe. Katika suratul Fatiha asemaje? Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya mwisho. Hakuna siku ile hakuna mtu ataongea, ni yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio judge, yeye ndio the ultimate, mwenye kutoa maamuzi ya mwisho ndio yeye. Na yeye mwenyewe ashatuhakikishia katika aya tofauti akituambia, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yani tuna hakika siku ya Kiyama hakuna uamuzi utatolewa utakuwa makosa. Uamuzi wote utakaotolewa na Mwenyezi Mungu ni wa haki na ndio wa usawa. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Mungu anatuhakikishia kuwa Mwenyezi Mungu hadhulumu mfano wa dharra. Kwa hiyo tofauti ya kwanza tuiona ni katika masala ya mtoaji wa hukumu. Huku tuhukumiwa na binadamu ambao kwamba siku ya Kiyama tutakuja kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, Maliki yaumiddin. Na mahakama za dunia, hata aveni yoyote ambaye kwamba anazisikiliza kesi zetu,
hana uwezo wa kusema uamuzi wake ndio wa sawa, uamuzi wake hauna makosa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari yeye pia alikuwa akisikiliza migogoro. Siku hiyo kulikuja watu wawili, yasemekana walikuwa ni ndugu, wale walikuja kwa Mtume wakizozania masala ya wirathi, mambo ya mirathi. Kila mmoja asema yeye ndo mwenye haki katika ule wirathi. Kila mmoja atamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ni yangu mimi. Ule mwingine adai kuwa haki ni yake yeye. Hadithi maarufu iliyoko kwenye Sahih Bukhari, Mtume akawaambia, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma faman qadaytu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atun minan nar. Nyinyi mwaniletea migogoro yenu, mwaniletea kesi zenu. Mtume huyo yuwaambia, mwaniletea hayo matatizo yenu, na huenda kati yenu kuna mmoja ni mfasaha zaidi, ajua kuongea zaidi na ana ushawishi zaidi, ako more convincing. Kuna mwingine ani hodari wa kuzungumza, kuyapanga yale maneno. Nichukue haki ya huyu nimpatie mwenzake. Kwa vile mimi nilivyowasikia nyote wawili, nikatoa uamuzi kwa vile nilivyowasikia pande mbili, nikatoa uamuzi haki ya huyu nikampatia huyu, basi mujue ile haki nitakayokupa ambayo kwamba ni ya ndugu yake, ni ya ndugu yako, basi nakukatia sehemu qit'atun minan nar, nakukatia portion, sehemu ya moto, huwa nakupatia moto. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe atuhakikishia katika masala ya kusikiliza kesi. Wale jamaa wawili waliopeleka kesi kwa Mtume wote wakaanza kulia, kila mmoja akamwambia Mtume, basi haki si yangu, ni ya huyu. Ule mwingine amwambia, haki si yangu mimi, ni yake yeye. Kwa hiyo kama Mtume mwenyewe aonyesha katika masala ya kutoa hukumu, kama binadamu waweza ukawa makosa, na hizi mahakama zetu ndio usiulize. Ndio mara nyingi twasisitiza mahakama isiwe ndio mfumo ama isiwe ndio sehemu ya kwanza ya kupeleka mgogoro wako. Ukiwa umekosana na mtu, kuna uwezo, ni jambo laweza likazungumzika, tuzungumze jambo, limaliza tu nje ya mahakama. Wasulhu khair, ufanye maslah nje, ulimalize lile jambo. Kama imebidi ni jambo la lazima lifikie mahakamani, hapo basi ni tutakwambia ni lazima. Ile ni option of the last resort, yani ni ile hatua ya mwisho, huna budi ndio uende uipeleke mahakamani. Na hapa pia ningependa kutanabaisha kitu katika masala ya kusuluhisha makesi. Si kesi zote wafaa kuzisuluhisha katika katiba ya Kenya. Katika sheria ya nchi yetu na katiba ya Kenya, kuna kesi zingine ukijaribu kuzisuluhisha utakwenda ndani, utafungwa. Kesi za mtu amemharibu mtoto, mambo ya ubakaji, mambo ya mauaji, kesi kama hizi hazitaki kusuluhishwa nje ya mahakama. Kesi kama hizi mkiunda kikao, sijui ukaita mzee wa mtaa, sijui nani, nyote ndani. Kwa hiyo ziko kesi zile ambazo kwamba ni za kuregesha haki ya huyu apewe huyu. Kesi zingine za chini waweza ukazisuluhisha. Hapa ni watu wengi ufeli hapa. Ni kweli maslahi inatakikana, lazima uangalie, lakini ni kesi ya aina gani? Haya, tukirudi katika mada yetu, la kwanza tumeona ni tofauti katika mwenye kuhukumu ile kesi, yule jaji ni nani. Jambo la pili ni mfumo wa kutoa ushahidi, evidence. Katika mahakama zetu za Kenya tuna sheria ya kuleta ushahidi kotini, yaitwa Evidence Act. Sawa, hii ni sheria ambayo kwamba ndio yoyote mwenye kesi, ushahidi wako ulionao utauleta vipi kotini? Na katika mahakama zetu za Kenya na mahakama za hapa duniani,
ni zapelekwa kwa ushahidi. Ili wewe uthibitishe una haki, basi unafaa ulete ushahidi. Ikiwa wasema fulani alikupiga na hakuna mtu alimuona akikupiga, huna shahidi, usiende mahakamani, hiyo kesi yako haiende pahali. Wasema mtu alikutishia maisha, haya, lete ushahidi, huyu mtu alikutishia maisha, huna ushahidi wowote, mahakama hizi hazitokusaidia, kwa sababu mfumo wake he who alleges must prove. Yule ambaye kwamba aliyeleta madai, yule mwenye kesi, mwenye kuleta madai ya kesi, yeye ndio anafaa kuthibitisha, alete uthibitisho, alete ushahidi. Mimi kama nasema wewe umenijepea, basi ni mimi ndio nafaa kutoa ushahidi kuwa wewe umenijepea. Hii iko katika kifungu cha 107 cha sheria ya Evidence Act. Kwa hiyo hutopewa wewe nafasi ya kuleta ushahidi. Na mahakama zetu za watanyinyi wenyewe mnaozozania, wewe ambao kwamba wewe ndio ulioleta kesi na ule mwingine ule mshtaki na mshtakiwa, mahakama haingili. Mahakama inachukua tu ushahidi, inasikiliza, inaandika pale, inaweka kwa faili yake. Haiwezi hataweza kuwa watu wa information hapo kwamba yaharibu kesi yako. Mahakama haingili kukusaidia. Ndio twasema mahakama zetu ni adversarial system, ni ile ya kila mmoja avuta upande wake, kila mmoja atafuta wakili mzuri, kila mmoja atafuta mbinu za kushinda kesi, mbinu za aina yoyote mtu ataka afanye ile ashinde ile kesi. Kwa hiyo mfumo wa kuleta ushahidi uko chini ya wewe ambao kwamba ulifanyiwa kosa ulete ushahidi, na si kila ushahidi ambao kwamba waruhusiwa katika mahakama. Ushahidi ni sharti ule ulouona. Huwezi wewe kuja kotini useme mimi shahidi, nimekuja hapa mimi shahidi. Haya, ulikuweko huyu akimkata mbao huyu? Mimi sikuweko, niliambiwa. Hatutaki ushahidi wa kuambiwa, tunataka direct evidence, ile inaitwa golden rule evidence, ushahidi ambao kwamba ni wa kuona, wewe umeona, ulikuweko, ukashuhudia. Mambo ya kuambiwa kisheria yanaitwa hearsay, ni mambo ya kusikilizwa. Wewe uliambiwa na ule ameambiwa na, tunataka ule alokuambia ndo aje atoe ushahidi. Kama huna ushahidi aliyeona, ile kesi haiendi pahali. Lakini katika mahakama za Mwenyezi Mungu ni tofauti. Si wewe huna jukumu la kuleta ushahidi. Mahakama ya Mwenyezi Mungu tayari tushawekewa raqib na atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tumewekewa malaika ambao kazi yao ni kuandika. Umefanya kosa waandikiwa, umefanya jema waandikiwa. Siku ya Kiyama kila mwenye haki atarejeshewa haki yake. Hata wanyama, mwenye pembe aliyempiga mnyama hapo kwamba hana pembe, siku ya Kiyama ataambiwa alipizwe na yeye. Pembe apewe ule amlipize. Kutakuwa na hukumu, kutakuwa na haki ya kila sampuli. Kwa hiyo tuna watu ambao kwamba wamewekwa pale, malaika, kazi yao ndio kuchukua ushahidi. Wewe siku ya Kiyama huna haja ya kuleta, hujukumishi wewe siku ya Kiyama kuleta ushahidi. Kinyume na mahakama zetu, kama huna kesi ukija kwangu nitakwambia mbee, hiyo kesi yako achana nayo. Omba Mungu, mwelekee Mwenyezi Mungu, utapata akhera. Utopata hapa. Angalia Imam Ali alayhi salam. Sayyidina Ali alikosa haki ya dir'i yake ile kwa sababu ya ushahidi. Yule Yahudi alipoitukua dir'i ya Imam Ali ndiyo mtawala wakati huo, akienda kwa mahakama kuhukumiwa, akaambiwa tuletee shahidi kwamba hii dir'i ni yako, ama ile nguo ya vita. Sayyidina Ali amuita Sayyidina Al-Hasan mtoto wake, aambiwa hakuna ushahidi wa mtoto wako, akawa hana ushahidi. Hakimu akatoa, kadhi wakati huo akatoa hukumu, dir'i hujaweza kuthibitisha kwa dir'i ni yako, huyo dir'i ni yake yeye.
Yahudi ndio likamshangaza sana lile, ikakuwa kuna advantage kwa upande wa da'wa. Yahudi ikamshangaza, mimi si Muislamu, huyu ni Amirul Mu'minin, kiongozi, hii ni mahakama iko chini yake, lakini leo imechukua haki imenipa mimi mrongo, yeye amekuwa amenyimwa haki yake kwa sababu ya ushahidi, ikabidi yeye, ikawa ni jambo moja lilofanya asilimu. Hili ni jambo, ni tofauti ya pili, na kwa hiyo nitakoma hapa, naona saa 12 tayari. Kwa hiyo inshallah nitakoma hapa. Hizi ni tofauti mbili tumeziona katika mahakama zetu. Tutakuja kesho inshallah, tutaendelea kueleza tena zile tofauti ambazo kwamba ziko ni gani. Wassalamu alaikum wal afwa.